Mtazamaji wa Global TV, tuko hapa na Sogi Dogi Anta, mmoja kati ya wanamuziki nguli, amechonga barabara ya muziki kwa muda mrefu na ana heshima kubwa kwenye taifa la Tanzania. Sogi, habari yako na hongera sana kwa show kali ambao umeipiga. Habari yangu nzuri na nashukuru pia. Mimi binafsi ningependa kwanza kufahamu wewe mwenyewe jinsi ambavyo mwaliko ulikuja, lakini pia jinsi ambavyo umeshiriki kwa namna moja au nyingine kwenye stage kubwa ambayo inatajwa Afrika Mashariki kwamba imetrendi kabla ya show yenyewe. Jinsi ambavyo ulipokuwa ukifanya ulipokutana na mashabiki zako, lakini pia tumeona kolabo ukimshika mkono mdogo wako kwa maana ya Da Boy. Nini kimetokea? Mwaliko ulikuja nadhani kama wasanii wengine kwamba unapigiwa simu naambiwa tuna jambo tarehe 26, tunafikiria uwepo, naangalia ratiba yako iko vizuri, unakubali, then unakuja kufanya kazi. Kitu ambacho ni experience kwa sababu nilikuwa naona pia mimi ile jukwaa, ila jana nilikuja kwenye rehearsal hapa kwenye sound check, kwa nikaliona kwa macho, nikajua kumbe hata kitu unachokuja kufanya leo hii ni kitu kikubwa, inahitaji kujiongeza zaidi. Lakini siku tu niliyopigiwa simu tayari nilijua kwamba nahitaji hyper. Hyper ni nani? Ni ndugu yangu Da Boy ambaye niko naye kila siku, lakini kama ambavyo iko kawaida yangu ni kwamba lazima nijaribu kuonyesha watu mtu mpya kwenye kila kitu changu. So nikafikiria rapper mmoja mpya ambaye watu hamjui, nikamwona Will Chavez kwamba anafaa kuja kuonyesha naye alichonacho, kwa sababu mimi naamini ni rapper mkubwa kwa hapo baadaye. Na nikafikiria pia niwe na dancers ni mara yangu ya pili na watumia kwenye show zangu, so ilikuwa ni siku moja kwa sababu najua nini ambacho tunakifanya. Kama hivyo tumekuja kufanya, tunafurahi pia mtikio wa watu. Najua hali ya hewa ya Dar sasa hivi watu wanajua muda wote mvua, lakini tangu asubuhi unaona watu wamejaa, show inaenda poa, wasanii wanapokelewa poa. Kwa sababu nimeanza kuiangalia kwenye TV kabla hata sijafika, so nimeenjoy. Ni vitu gani vitatu ulivizingatia kabla ya kupanda kwenye stage leo? Cha kwanza niliamini, kwa sababu unajua katika wasanii wote wa Bongo Flava waliopata nafasi hakuna msanii wa zamani kuliko mimi. Katika wote waliopata nafasi, labda angepewa Sugu angekuwa ndio mkubwa kuliko mimi kwenye muziki. So nimeanza kabla ya yote wote waliopata hapo. So niliona kwamba mimi ni mzee, nyimbo nazotakiwa kwenda kufanya huenda kuna vijana wengi hawaweza kuwa na attention na mimi. So nahitaji kujiongeza, nahitaji niwe na dancers. Mimi nafanya hip hop, lakini hip hop fulani ya kuchezeka, mimi mwenyewe napenda kucheza. So najua tu kabisa hata alichokifanya msanii mwingine nikienda mimi, kesho mtu akizungumza nijitahidi niwe katika watu wanaozungumzia. Najua hii show pia haifanyiki Dar peke yake. Kesho Wizara na Basata wakikaa wakifanya wanaita upembuzi yakinifu, ni nani aliyefanya poa, basi na mimi hata katika top 20 ni wimbo. Yaani ndio kitu kikubwa ambacho nizingatia. Inaonekana pia watu wanajitoka napenda kuvaa. Kwa mtu wangu mzee ndio ananibalisha kila siku, anasema bwana inabidi uvae kama watoto wa sasa. Tunaona bwanga ile hapo, bwanga limepita kiatu kizuri kabisa. Tuende tufanye kitu na kitu kimekuwa kitu. Na unawezaje kupanga muda wako, kwa maana ya utangazaji? Ni mtangazaji mkali na msanii ambaye umedumu kwa muda mrefu na mashairi makali na ngoma zako zinafundisha, zinaelimisha na zinadumu kwenye masikio ya watu, tofauti labda na muziki mwingine ambao unaweza kutoka leo na ukawa bibi. Nini unazingatia unapokuwa studio, unapokuwa unaandaa kazi zako na muda wako kwenda kutangaza? Cha kwanza kwa mtangazaji ni kwamba ni kitu ambacho wazazi walitaka nisifanye muziki tu nisome. Kwa utangazaji ukuja bahati mbaya, nilienda shule nikasoma. Lakini kwenye muziki nipo muda mrefu kabla ya utangazaji. Sisi tumekulia kwenye misingi ya watu wa hip hop wa Marekani, ambapo kipindi hicho anadai haki za mtu mweusi. Kwa kile walichokuwa wanakiandika cha kwao kilikuwa ni cha haki za mtu mweusi. Kwa mimi leo nikitaka kunyoosha kuhusiana na Global, nitanyosha kuhusiana na Global. So ndani ya wimbo wangu huo nasikia, lakini Global bwana wakanikutanisha na mtu mmoja yuko Mbeya, hapo nikaama kwenye ile story yangu ya Global. Tabakia kwenye Global. So nadhani ni ile misingi tu ambayo tulikuzwa nayo, na mimi nimetanguliwa na mtu kama Sugu, unaona waandishi wake kwanza Unity Blasters. Kwa hiyo nimekuwa hivyo. Kwa hiyo nilichokuwa naingia studio cha kwanza kabla ya beat ni nini unachoenda kuimba mashairi. Mimi sikuwa ni mtu wa kurekodi kwa kutunga wimbo siku hiyo hiyo, kuingia studio siku hiyo hiyo na wimbo katoka siku hiyo hiyo. Mimi kuna ngoma nilikuwa naweza kaandika hata miaka mitatu, kila siku narekebisha neno moja, na mcheki Jemo na muulize bwana kuna mashairi hapo unaona nitoe kipi, na hapo Jemo mimi nimtangulia kwenye game, lakini why nilikuwa namuuliza. So nilikuwa najiona kwamba siko perfect, sikuleta ujuaji kwenye muziki. Nikizungumzia ngoma zako bora,
naweza kataja ngoma ambayo hujaimba kabisa hapa nilikaona mwaka jana. Hebu kumbuka verse moja ambayo unaiona kwako ilikuwa ni noma sana ukifikaga kwenye nilikaona mwaka jana. Hata wewe nimemba verse moja kwenye wimbo hapa. Hapa sijaimba kuona doto. Anyway, verse moja niliachana nako nikaenda backstage wakati niko huko katuma message, sio simu bali kikaratasi, eti backstage nisiwe na wasiwasi, question nikaanza kuna kichwa wakati najiuliza jukwani nikaitwa nilikaona pale chini kiuno alivyokata watu wote wa kuamini, utasema ni fifi moto, kiuno kanazungusha tadhani sio katoto, mtu mzima tumbo joto, je nitakaopoto wenzetu gongo la mboto. Nikabaki najiuliza hivi yaka katoto mziki wangu katauweza, huku naimba na huku nafikiria, kaomba mziki uzime niende kukaambia. Hivi ni kwa nini Sogi kwenye nyimbo ya Ni Story uliamua kuwashirikisha Mandojo na Domokaya na sio wasanii wengine ambao ulianza nao before? Sababu Mandojo na Domokaya walikuja baadaye. Ilikuwaje? Mandojo na Domokaya mimi kwangu ilikuwa familia, ndio maana unaona hata Mandojo alipofariki ilikuwa haiwezekani Sogi nisiende kumzika. Ile mimi kwangu ilikuwa ni familia, na mimi na Jemo ndio tuliona Arusha tukampelekea majani. Kwa hiyo tuna historia. Na siku moja tumekaa huko beach mimi na wao wawili tu, nikaanza kuwasimulia ile story kilichonikuta. Ndio wale walikuwa na gitaa wakaanza kuimba. Ni story ambayo Sogi anatusimulia, ni story akikumbuka yeye analia. Nikamwambia oya twendeni studio. Kwa hiyo ndio maana hata ule wimbo nimetengeneza mwenyewe beat. Mandojo na Domokaya pamoja na mzungu kichaa Aspen wakapiga gitaa. Kwa hiyo ndio hivyo. Yes, Sogi, nataka nikuulize swali moja kuhusiana na chemistry ambayo upo nayo pamoja na Daboy, ni mtangazaji mwenzio, lakini pia kuna vibe ambayo ipo. Tutegemee labda collab mkitoka tu nje ya studio kama utangazaji mnategemea kuingia booth? Naiona kabisa. Naiona Daboy ni kijana wa sasa, lakini ana elements zote za uzamani pia. Na ndio kijana ambaye mimi niko naye comfortable. Yani kuna vijana kibao najua miaka zaidi ya 10 huko, lakini Daboy niko naye miaka 3, lakini utadhani amekuwa kwenye maisha yangu miaka yote. Ni mtu ambaye naweza nikamwambia chochote hata kwa ukali asichukie na bado tukaelewana. Tofauti na vijana wengi wa sasa, unaweza ukaambia kitu labda kinamjenga yeye mwenyewe, katoka mkame nuniana. So naona kabisa kwamba Daboy pia anapenda muziki. Daboy anaweza karap, anaweza kaimba. So kurekodi unajua ni yeye tu akitaka. Na nadhani mimi naiona, kikweli naiona, na sidhani hata kama mwaka unaisha. Na unadhani akivifanya vyote kwa pamoja itakuwa sawa kwake au focus kwanza na kimoja? No, itakuwa ni sawa tu. Kuna wengi tumefanya hivyo vitu. Marekani kuna dada mmoja alikuwa na rap, anaitwa Angie Martinez. Yeye ni rapper, ni mtangazaji wa TV na radio, yuko poa. Ludacris ni rapper, ni mtangazaji wa radio, yuko poa. Kibongo hapa Ray alitoka redioni. Na kuna kipindi alikuwa anafanya vyote, Lady JD pia. Mimi ndio nimeweza kufanya muziki kuanzia 95 ambao ni rasmi kabisa mpaka sasa, utangazaji kuanzia mwaka 2000 kamili mpaka sasa. So unaweza kuona mtu kiamua kufanya vyote unafanya. Ni sawa na mtu anayevuta fegi na huko anakunywa na bia. Sawa, kuna muda nimekuwa nikiona criticism kutoka kwa wasanii kadhaa wanaokuja kwenye interview ambao mnafanya pamoja zikimuelekea Daboy. Hiyo inamkata kwa namna fulani? Labda nisingekuwepo ningemkata. Lakini kwa sababu nipo haiwezi kumkata. Unajua mti wenye matunda wanasema ndio unapigwa mawe. Mimi naamini sana kuhusiana na Daboy, na watu wanadhani labda anachouliza anakuwa ameropoka tu. Kuna miongozo sisi tumepeana. Yaani yale maswali sisi sio watangazaji wengine ambao wanamsubiri msanii aje ndio aanze kumuuliza pale. Bahati mbaya simu yangu haiko hapa, ningekuonyesha kipindi cha Jumatatu. Yaani yale maswali tunapanga. Na ni rahisi tu, unajua wasanii wenzangu, kwa sababu mimi pia ni bosi wao, mimi ni katibu mkuu wa chama cha muziki wa kizazi kipya. Wasanii wanakosea, yani ulizwa swali usipolipenda sema sina jibu, au hilo swali siwezi kulijibu. Lakini sio unachukia tu unatoka kwenye interview. Kesho na kesho kutwa utaitaka tena hiyo redio. Kuna attitude fulani ambazo wasanii wengi wanazo, wanadhani kwamba hakuna kushuka. Mimi nimewahi kuwa na wimbo namba 1 redio na TV zote. Leo hii sipo hata katika top 100 yao. Ni time, kila kitu kina time. Kesho Diamond anaweza siwepo hata katika top 100. Ndio hivyo. Sio Mungu.
So wasanii wengi wao wanajidanganya kwamba labda mimi, yani unaweza kuona kabisa huyu msanii huyu anayeleta huo ujinga yeye keshafua, yani kwa wenye macho ya mbali tunamuona kabisa kafua. Unajaribu kumtengenezea line ya kumrudisha pale, afu yeye mwenyewe ndio kila mtu unayemwambia anakuambia wewe jeuri bwana, huyu msimwezi. Na nataka nirudi kwa Daboy. Ni kitu gani ambacho unajifunza kwa vitendo kwa kaka mkubwa? Akachonga barabara kwenye game ya muziki wa Bongo Flava, anaendelea kuchonga barabara kwenye utangazaji kwa sababu tunamsikiliza tangia sisi tu kwa madogo tu au vibana. Tangia ma life way huko sisi tunasikiliza. Jamani Sogi, unasikia unyama anaofanya. Nini ambacho unajifunza kwa vitendo? Vitu viwili ambavyo unavipenda kutoka kwake ambavyo unahisi vitakuvusha kwenye nchi ya ahadi. Mapenzi ya kile ambacho unakifanya. Sogi anapenda anachokifanya. Na ndio maana umeona amekuwa na mwendelezo sawa kwa muda mrefu, lakini pia discipline. Watu wengi wanakuwa wanapoteza hiyo kitu. Discipline wanakuwa ni changamoto kwa watu wengi. Sogi hawezi kuangalia maslahi, hawezi kuangalia sijui huyu anasema nini, hawezi kuangalia nani anataka nini kwa sababu gani, umeelewa? Anachokiangalia ni yeye, mapenzi na kile kitu ambacho anakifanya, discipline ya kutosha. Halafu kitu kingine anaweza. Kwa mimi nachukua hivyo vitu kwa sababu mimi nafikiri pia kwenye upande wa utangazaji napata vitu vingi na ananijenga. Amenifanya pia niipende hii kazi. Amenifanya pia nione kwamba hii inaweza kuwa ni kazi yangu ya maisha. Ni ya muda mrefu sana kama ambavyo yeye ameweza kusustain kwa muda mrefu kwenye game. Inawezekana leo kwenye moyo wako unasema asante Sogi kwa namna ambapo umepanda kwenye stage kubwa. Inawezekana kwenye stage kama hii. Kaniahidi gari eti. Neno lako ni lipi? Kwa sababu umekutazama, taifa limeona na show inaangaliwa mbali. Na Sogi ndugu yangu atakaja kukuamini kwenye show yake ambayo anaamini katika wewe, ndio maana akakupa nafasi. Neno lako wewe. It's all love, mapenzi. Unajua watu wanatakiwa wajue kwamba wanapokuwa na upendo vitu vingi vinawezekana kufanyika. Kwangu mimi nimechukulia ukubwa sana na ni kitu kikubwa. I appreciate kwa sababu unajua sikutegemea, sikuwahi kujua kwamba kuna siku moja naweza nikakaa kwenye stage na msanii yeye akawa anapanda na mimi mtangazaji. Umeelewa? Na huko bichi inaonekana lile. Yeah, haikuwahi kutokea, lakini kwangu mimi nachukulia kama ni love au sio bana. Lakini pia ni baraka. Sogi aendelee kubarikiwa kwa sababu hii pia imekuwa ni sehemu ya maisha yake kuwagusa vijana. Kwa hiyo inatakiwa iwe hivyo. Na mimi namtakia maisha marefu na msanii wangu kwa sababu mimi ndio meneja sana kama meneja. Kwa hiyo tunaahidi kila pale ambapo tumeitwa au kila sehemu ambayo tunataka twende tukafanye kitu. Basi inabidi tutokee kwa ajili ya kufanya hivyo. Bwana, mimi nilikuwa ni mmoja kati ya washikaji ambao nilikuwa nakutafuta sana. Nadhani unaona ambacho kinaendelea kwenye mitandao ya kijamii wewe na Baraka the Prince. Au vipi bwana? Watu wanatamani kufahamu yani shida ni nini wewe na Baraka the Prince, kwa sababu kumeonekana kama mnarushiana maneno kwenye mitandao ya kijamii baada ya maneno ya hapa na pale. Imeleta gunzo kidogo. Natamani kufahamu nini ambacho kinaendelea kati yako wewe na Baraka the Prince. Nenda kwenda msalani hapo. I know. Mimi hajawahi kutokea. Sijawahi kufundishwa kuwa na roho mbaya, sijawahi kufundishwa kumchukia mtu, sijawahi kufundishwa kitu chochote ambacho kinakuwa ni tofauti na utangazaji. Nachokifanya mimi wanaamini kwamba nafanya ndani ya misingi ya utangazaji wao. Kwa hiyo mtu kuwa tofauti haizuii wewe kuwa tofauti na mawazo ya mtu mwingine. Sawa, lakini unapokeaje na una react vipi? Si ndio? Sisi hatujai kuwa na shida. Sisi lengo letu la industry kila siku lengo letu ni kuwainua wasanii, kuwapa support. Ndio maana pale hata msanii akiwa na changamoto, akiwa na jambo, sisi inakuwa kama ni sehemu ya kuweza kusemelea au sio? Kwa hiyo lengo letu sisi huwa ni moja, positive sana. Mtu anapokuwa na negative perception, anakuwa na reaction tofauti, sisi kwetu tunakuwa sio dhamira yetu. Hatukuwahi kufikiria hivyo. Kwa hiyo hatuna shida na mtu, binafsi mimi sina shida na mtu. Wote wasanii tunawakubali na wote tunafanya nao kazi kwa sababu hakuna the industry bila wasanii, hakuna wasanii bila the industry. That's all. Yeah. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTIVATE anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 kozi mbalimbali za kompyuta zikiwemo Computer Application, ICT for Beginners, PC Maintenance, Video Production, Graphics Design pamoja na CCTV camera. Pia mula mpya wa somo kwa kozi za IT, Business, Hotel Management na Front Office. Kumbuka, sifa yetu kubwa ni ufundishaji kwa njia ya vitendo. Kwa maelezo zaidi,
piga 0754864361 au 0766348652. KITM, elimu na ujuzi ni msingi imara.